Wahariri wa vyombo vya habari wamekutana na mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF kanda ya Ziwa katika kikao kilicholenga kujadili utekelezaji wa miradi ya mawasiliano, matumizi ya internet pamoja na nafasi ya vyombo vya habari katika kuelimisha umma kuhusu huduma za mawasiliano. Mkuu wa mawasiliano kwa wote kanda ya Ziwa Fred Kandongo ameeleza sababu zilizopelekea kuanzishwa kwa USAF na umuhimu wa mfuko huo katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma za mawasiliano bila kujali maeneo wanaoishi. Upatikanaji mdogo wa huduma za TEHAMA kama mawasiliano. Kienda vijijini unawashuhudia, kuna sehemu unaenda unakuta network hamna. Na the same kwenye huduma za posta, kuna maeneo unakuta wananchi wanapata shida waweze kupata hizo huduma. Pili ni gharama kubwa. Yako maeneo sisi tumefikisha huduma, lakini wananchi wa pale wanaziangalia tu. Kwa nini? Kwa sababu hawana vifaa vinavyowezesha kutumia. Na nyingine ilikuwa ni gharama za uendeshaji. Uendeshaji kwa maana ya upelekaji wa huduma. Unakuta unataka kujenge mnara sehemu fulani, lakini gharama za kwenda kuwekeza pale ni kubwa. Kwa hiyo watu wanaamua kuachana na hayo maeneo. Lakini pia kama nilivyosema, kukuza ushiriki wa sekta ya umma na binafsi katika utoaji wa huduma na kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kupitia matumizi ya TEHAMA. Tunajua namna ambavyo mawasiliano yalivyo na nguvu katika kuchochea uchumi wa sehemu mbalimbali za nchi. Baada ya kuanzishwa kwa USAF, moja ya maeneo yaliyopewa kipaumbele ni kuhakikisha maeneo ambayo hayakuwa na huduma za mawasiliano yanafikiwa kwa kujengewa minara. Mradi huu umelenga kupunguza changamoto ya maeneo yenye mawasiliano hafifu au kutokuwa na mawasiliano kabisa, hususan katika maeneo ya vijijini na maeneo yenye changamoto za kijiografia. Mpaka Aprili 2026, USAF ilikuwa imeweza kuingia mikataba na watoa huduma kufikisha mawasiliano katika kata 2293 ambazo zina vijiji 5501 na wakazi takriban milioni 32. Na katika hizo kata 2293 tulitegemea kujenga minara 2324. Unaweza kuona kata chache minara mingi kwa sababu baadhi ya kata inajengwa mnara zaidi ya mmoja. Tayari kata 2012 zenye vijiji 1132 na wakazi takriban milioni 29 wanapata huduma, na tayari kwenye hizo kata minara 2158 imeshajengwa. Na kwa kanda ya Ziwa minara 414 imejengwa katika kata zipatazo 380 katika mikoa ya Mwanza, Simiyu, Mara, Shinyanga, Geita na Kagera. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwenye mawasiliano ya simu namna ambavyo USAF imeweza kujenga minara katika kata nyingi, na mnaweza kuona pia idadi ya watu ambao wamepata huduma ya mawasiliano kupitia USAF. Kwa hiyo unakuta ni idadi kubwa ya watu wameweza kupata huduma za mawasiliano kupitia ruzuku inayotolewa na USAF kwa watoa huduma wa mawasiliano. Kwa hiyo hii ya vijijini pia watu hawezi kutofautisha, wanaona tu ni minara inajengwa na watoa huduma. Kumbe ni minara ambayo kama serikali isingeweka fedha kupitia USAF, maana yake hii minara isingejengwa. Katika hatua nyingine, USAF imeendelea na utekelezaji wa mradi wa awamu ya 10 unaolenga kuongeza wigo wa upatikanaji wa mawasiliano kwa wananchi katika maeneo ambayo bado yana changamoto ya huduma hiyo. Kwa ufadhili wa ruzuku tunao sasa hivi tuko kwenye mradi wa awamu ya 10 wa utekelezaji ambao ni mradi unaoendelea ambao unajengwa katika kata 287 na vijiji vitakavyofaidika ni 359 na wakazi takriban milioni 2.9 watapata huduma, na ruzuku itakayotolewa hapa ni bilioni 29. Huu ni mradi wa awamu ya 10 ambao sasa hivi unaendelea kutekelezwa. Una minara 287 na tayari minara 7 imeshawaka. Na kanda ya Ziwa tunayo minara 67 inajengwa na mnara mmoja tayari umeshawashwa kwa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo hii iko kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Na kwenye hii Geita ina minara 7 inaendelea kujengwa. Kagera ina minara 14 inaendelea kujengwa. Mara ina minara 11 inaendelea kujengwa. Mwanza ina minara 21 inaendelea kujengwa. Shinyanga 6, Simiyu 8 na jumla ni 67. Kwa hiyo ni minara ambayo iko kwenye hatua mbalimbali za ujenzi
na wananchi hao ambao tumewataja ikikamilika wataweza kupata huduma hizi. Pamoja na ujenzi wa minara mipya, USAF imeendelea na mpango wa kuimarisha minara iliyopo, hatua inayolenga kuboresha ubora wa mawasiliano pamoja na kuongeza uwezo wa wananchi kutumia huduma za internet. Hatua hii inatarajiwa kusaidia wananchi kupata huduma za kidigitali kwa ufanisi zaidi, ikiwemo mawasiliano, elimu, biashara na huduma nyingine zinazotegemea internet. Na tunao mnara mwingine sasa, huu wa kuongeza uwezo wa minara. Kama nilivyosema awali, tulikuwa tuna lengo kubwa lilikuwa ni kufikisha huduma za mawasiliano, lakini simu. Na watu wengi walikuwa kilalamika kiasi, nasema bwana, yani naenda kupiga mlimani, naenda kufanya. Kwa hiyo simu ilikuwa ni kwa ajili ya kupiga na kusoma message, si ndio? Ndio tukaanzisha mradi wa kwenda unafanya upgrade ya kwa sababu hii ni teknolojia. Unatoa of course 2G huwezi kaitoa kwa sababu ni ya kupiga, ila unaiongezea kwenda kwenye 3G na 4G. Na ile inabidi kuna vifaa inabidi ubadilisha kwenye ile minara. Na ile kubadilisha vifaa ni gharama. Kwa hiyo sisi tukaanza kutoa ruzuku kwa ajili ya kubadilisha vile vifaa ili wananchi waweze kupata hizi 3G na 4G. Na katika hilo tumeweza ku-upgrade au kupandisha teknolojia ya minara 431 kutoka 2G kwenda 3G na 4G, na ruzuku iliyotumika ni takriban bilioni 9 kwa ajili ya kufanya upgrade ya minara. Ni minara iliyojengwa lakini ikiwa na teknolojia ya chini, kwa hiyo tunapandisha teknolojia ili watu waweze kupata internet yenye kasi. Mbali na miradi ya miundombinu ya mawasiliano, kikao hicho pia kilieleza kuhusu mradi wa TEHAMA unaolenga kuunganisha teknolojia na elimu. Mradi huo unalenga kuwasaidia wanafunzi wa shule za msingi kupata fursa ya kutumia teknolojia katika kujifunza, kupata maarifa na kujiandaa na dunia inayozidi kutegemea teknolojia na huduma za kidigitali. Mradi mwingine ambao ulizungumzwa ni swala la tunasema ni internet connectivity au tunaita school connectivity. Ni kuunganisha shule za umma na interneti. Unajua wengine sisi tulisoma shule za kina Kayumba na bado watoto wetu baadhi wanaendelea kusoma shule za serikali. Tuseme za Kayumba lakini lakini tunajua mazingira ni tofauti, si ndio? Wakati private unakuta wana computer lab, wana nini, yani wana vitu vyote vile vya msingi. Shule za serikali nyingi unakuta zimekosa hizo vifaa au huduma za TEHAMA mashuleni. Kwa hiyo kama UCSAF tulianzisha huo mradi wa tunasema tunaunganisha shule na TEHAMA. Na katika hilo shule takriban 1121 zilinufaika kwa kupata hivi vifaa vya TEHAMA, na vingine ukienda unakuta kweli vinafanya kazi na vimewasaidia. Kwanza walimu wanapata kufundisha kirahisi. Ukishakuwa na projector kama hivi maana yake ni rahisi kufundisha, si ndio? Alafu pia wanafunzi ukishawekea kwenye chumba chao na wenyewe wanapata fursa ya kwanza kuziona tu. Kuanzia mwaka 2025-26 tumebadilisha huo utaratibu. Kama nilivyosema tulikuwa tunagawa kompyuta. Sasa hivi tunajenga maabara za TEHAMA. Chumba mahususi kimetengwa, kompyuta zimepangwa, zimeunganishwa na zinatoa huduma. Na katika hilo tayari kwenye mwaka 2025-26 na 26-27 tayari shule 499 zitafikishiwa au zitajengewa maabara za TEHAMA. Mradi mwingine tunaotekeleza tunasema ni kusaidia vifaa kwa shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Unajua ukishasema tunajenga computer lab, si ndio? Si unaweza kusema umemaliza lakini unaweza ukajenga maabara, lakini kama kuna mtoto ambaye haoni, umemsaidia nini? Hamna kitu ulichofanya. Kwa hiyo tunachofanya kama UCSAF pia tumeconsider hilo, na shule 22 zimeshanufaika. Tunawapa vifaa, tunawawezesha kwa vifaa vya TEHAMA vya wanafunzi ambavyo vitawezesha wao kujifunza kwa urahisi, ambavyo vinajumuisha kuna kitu kinaitwa screen reader, kuna kitu kinaitwa magnification software, kuna orbit reader, browser machine, hearing aids, kuna hizi braille scanner, braille note taker na vifaa vingine ambavyo ni muhimu kwa watoto hawa ambao
au wanafunzi hao wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo huu nao ni mradi maalum unalenga shule zile zenye watoto wenye mahitaji maalum. Tunajenga maabara kwenye shule za umma, lakini kunatokea changamoto. Unaenda unakutana na walimu wale waliosoma HGL. Mimi nisoma HGL kama mimi, si ndio? Yaani ni kompyuta nimekuja kutokana nayo huko juu. Alafu yeye ndio mwalimu yuko kule. Alafu nampelekea kompyuta, unategemea nini? Ndio wengi unaenda unakuta wamezifungia. Mwalimu hawezi, mwanafunzi naye hawezi kutumia. Kwa hiyo tunafanyaje? Ndio maana tunafanya mchakato, tunaendesha mafunzo ya TEHAMA kwa walimu. Tunakusanya walimu kutoka nchi nzima, tunawapa walimu mafunzo, tunasema yale basic. Yale basic kwa maana ya kwamba unamfundisha bwana, kompyuta hii hapa, ukitaka kuwasha unafanya hivi, ukitaka kuitumia unafanya hivi, unamfundisha ile matumizi. Ukiona ina changamoto hii, fanya hivi, unampa ile basic knowledge. Kwa hiyo tunafanya huu mradi na mpaka sasa hivi walimu takribani 8,804 wameshafaidika na haya mafunzo, na mwaka tu wa 25-26 walimu 606 wakiwemo 100 kutoka Zanzibar na 506 kutoka Tanzania bara walifundishwa. Mwaka huu wa fedha walimu 700 watapata haya mafunzo, na tunatarajia walimu 134 watatoka katika mikoa 6 ya kanda ya Ziwa. Lengo ni kuongeza ujuzi wa matumizi na utatuzi wa changamoto za vifaa vya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji. Mradi mwingine tunaita ni mafunzo ya TEHAMA kwa wanafunzi wasichana. Lengo lake huu mradi ni kupunguza, tunasema unapunguza pengo lililopo kati ya wasichana na wavulana katika TEHAMA na masomo yote ya sayansi. Kwa hiyo hii ni mahususi kwa ajili ya watoto wa kike tu. Na kwa mwaka huu 2025-26 jumla ya wanafunzi ni 1581 ambao wameshafaidika. Mwaka 25-26 wanafunzi 440 walinufaika na 38 walitoka kanda ya Ziwa, shule mbalimbali. Mwaka huu wanafunzi 250 pia watapatiwa mafunzo na 48 wanatarajiwa kutoka kanda ya Ziwa. Kwa ujumla, kikao hicho kimeweka msisitizo katika umuhimu wa ushirikiano kati ya USTAF na vyombo vya habari katika kuifikia jamii na kuipelekea taarifa sahihi kuhusu miradi ya mawasiliano na fursa zitokanazo na maendeleo ya teknolojia